Bi Moza binti Ali umekubali kuolewa na bwana Muhammad Ali Ligomba kwa mahali mliokubaliana. Mahali yako ilikuwa nini? Pesa. Pesa kiasi gani? Ndio. Mlipa yote? Mlipa kiasi gani? Yakabizwa mahali. Inabidi shahidi wenu ukachukua hata ndipo kwa 2000 ndio mkabidhi kama sehemu ya mali yake. Tena ni masuala yake imetoka kiasi cha pesa. Wote wao ndio Au shahidi. au njoo. Sasa wala na wao kwa wao, bora niombe. Wamegeuka samaki sasa wala na wao kwa wao, bora niombe. Ae mama nichukia harusi hiyo nayo siara, lakini bahati yake wakuchukua hakuna, bora niombe. Nichukia harusi hiyo nayo siara, lakini bahati yake wakuchukua hakuna, bora niombe. Waichukia harusi hiyo nayo siara, lakini bahati yake wakuchukua hakuna, bora niombe.
tuhangaike naye. Jamani, wapi jamaa, wapi mama harusi aje hapa tuhangaike naye. Shangazi yake harusi naye namtaka aje hapa, na dada yake harusi naye namtaka aje hapa, na bibi yake harusi naye namtaka aje hapa, na somo yake harusi namtaka aje hapa. Tuje tumfuze mwari asende kufezeheka, ukiitwa na mumeo mama wajibu kumuitika, ukiitwa ewe bibi uitike bwana labeka, umridhie mumeo mama kwa kila analotaka, eti aje hapa huyo, kama aje hapa naye, haya aje hapa huyo, aje hapa huyo. Hodi hodi nimekuja kuja na langu shauri, hodi hodi nimekuja kuja na langu shauri, mlombali msoge wala msitahadhari, makumbwi mkusa litaskunu ilaiha waj'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la ayatun lilqaumin yatafakkarun. Mwenyezi Mungu anasema kwenye Qur'ani, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum. Muhammad nafikiri upo hapa, nisikilize vizuri, na wale wote ambao wameingia katika chama cha wanandoa wasikilize maneno haya, maagizo ya aya ya Mwenyezi Mungu. Mungu anasema katika alama zake za kuumba sisi wanadamu, katika alama zake, dalili zake za kujua Mungu yuko ni kule kuwaumba wanadamu mbili. Jamaa msikilizeni shehe huku jamani. Na viumbe vingine kuviumba katika pea mbili, jike na dume. Lengo nini? Lengo Mungu anasema litaskunu ilaiha. Lengo ni kupata utulivu. Zangu utulivu Allah tabaraka wa taala anautengeneza katika maisha nini? Maisha ya ndoa. Utulivu ukishapatikana baina ya mke na mume, Allah tabaraka wa taala anajalia mapenzi ya kweli baina ya mke na mume. Utulivu huko, basi mapenzi yanapatikana ya hali ya juu. Kiwango chake kusimulia, kwa sababu Allah tabaraka wa taala yana hekima kubwa sana. Kwa nini amesema kupatikane utulivu na mapenzi? Mungu mwenyewe ndiye anajua. Jambo la tatu, Mungu amesema baada ya kupatikana mapenzi kisha inapatikana huruma duniani baina ya mke na mume. Tunaambiwa kuna magonjwa mengine daktari mtu wa tatu kuambiwa au mtu wa pili kuambiwa, lakini mtu wa kwanza kujua kwamba fulani anaumwa nini, aidha anaweza akawa mume au akawa mke, kuweza kujua mume wangu anaumwa nini au mke wangu anaumwa nini. Kadhalika leo hii inawezekana katika ile huruma ikapatikana mke wako akuangalia maji ya kuoga, baridi ya kuota, kuoga chakula. Hii ni sehemu ya huruma. Au vijana wengi sasa hivi wanadhania kwamba wanawake wakishaolewa basi wao wanakuwa ni mahouse girl ndani ya nyumba ya mume. Hapana. Kwa maana hiyo moja mko nikishaporomoka katika ndoa yako, basi ndio kama angalia ile kwa matatizo yangu mjileke. Je, utulivu ndani ya yangu huko? Je, mapenzi yapo? Je, huruma ipo? Kama hakuna, basi jaribu kutengeneza utulivu ndani ya nyumba yako, mapenzi yatapatikana. Jaribu kutengeneza huruma ndani ya nyumba yako, mapenzi yatapatikana. Kinyume cha hapo, hakuna nyumba wala ilisi ndoa ikishaparaganyika, wala hakuna mzizi unaokuja kuficha nini ndani ya nyumba. Hasa shadidi kwa mshangao mkubwa leo hii, wanandoa kesi za ndoa zinapelekwa kwenye kituo cha serikali za mtaa. Kwenye kituo cha serikali za mtaa unakuta kule milioni. Ndoa yako ile mkubwa na shehe na mashehe wamekaa, unampelekea jioni
hajui sheria yoyote ya Kiislamu kuweza kuhukumu ndoa yake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatoa maelekezo, anasemaje? فإن خفتم شقاق بينهما فحكما من أهلها دون خروج waamuzi wa pande mbili, aidha upande wa mwanamke na upande wa mwanaume, wakae waangalie hilo sawa. Wazazi wamejitahidi, pande zote mbili zimeshindikana, basi mashehe wako kama walivyomtafuta shekhe wakati wa kuoa, basi na kutoka tatizo, basi anasema shekhe, kama nyumba yangu mimi tatizo 1 2 3, basi labda sio kumpelekea mwenyekiti wa serikali za mtaa. Serikali haina dini, vipi wewe una dini yako mpelekee mtu ambaye hana dini? Kwa hiyo nao nimezungumza katika hili, kila mmoja atathmini katika ndoa yake, na kutokea kwa namna hii basi wa makini kuendea mambo ya heri. Sema hayo machache, niseme asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tumpongeze bwana harusi kwa kumpa mkono. Mamba sasa mengi na bomganga. Mganga live bila chenga irudi tena siku hiyo na mama. Ndio Simba jiji na mama. Mama mkeo mganga. Haya live bila chenga mganga. Live bila chenga mganga. Live. Nipige mjomba Simba. Piga pesa na huyu sana kidogo. Hadi mile. Weka sura juu hiyo mama wangu. Hapo juu. Kamera. Ala mbele hapo piga pesa. Kamera piga picha.
Diblo one touch. Yani mara 10 ungekuwa mbaya, alafu ungekuwa na hela. Lakini tatizo lako mbaya, alafu hauna hela. Oya bana piga makofi asiyepiga bibi. Oya piga makofi asiyepiga mke wake bididi. Hebu nimeelewa. Hebu hiyo mwanangu sabini. Hapo japo hebu rudi mwanzo kabisa. Yaani nikubali twende iwe yote tena. Nisikilize sasa mwanangu kibunge huko. Twende. Ndio. Nini? Tatizo baba. Wanangu wa Kigamboni.
Muungwana ukiingia kati lazima salimia uongo. Haya, asalamu alaykum wanawake wote mlomiliki zawadi zenu za halali kwenye ndoa zenu siku ya jana, siku ya Valentine Day. Asalamu alaykum. Asalamu alaykum mnamiliki wanaume wa watu alafu wanahudumia vizuri, unakula kutwa mara 3. Asalamu alaykum unahudumiwa na mwanaume wa mtu alafu anakufanya wako vile vile. Asalamu alaykum unamiliki mwanaume lakini unamiliki shati la mwanaume, umiliki mwanaume. Mwanaume anangala kwako, anaacha shati, anaacha suruali, mtaani unatamba na mimi nina mume. Asalamu alaykum. Jamani karibuni sana, leo tupo kwetu, tuko uwanja wa nyumbani. Haya jamani, napiga talabu moja pambe, wanawake wote, wageni wote waliko, wanawake wa mjini wote tunaingia kati. Dua la moja alafu tunaanza shughuli yetu rasmi. Karibuni.
Haya, taratibu kabisa tunasogea pale kwenye meza yetu. Twende mdogo mdogo, DJ, twende. Asante. Mwanaisha kokote ulipo na Asha, taratibu kabisa tunaomba tuletee keki yetu. DJ wangu tafuta nyimbo yote nzuri. Watoto wazuri wanataka kuleta keki. Taratibu kabisa nendeni kwenye meza yenu pale mkakae. Wakati wa DJ kwa ajili ya kuleta keki. Haya, mahalusi naomba msimame. Tunaenda na zoezi letu la kukata keki. Tutakata keki hii sio kwa kumwogopa mtu yoyote. Tunakata keki hii tunamkaribisha adui. Sisi adui kwetu rafiki. Sisi kwetu adui pambe tu. Yaani anayekuja, anavyokuja tutakapompokea. Anavyotaka na sisi tunataka. Yaani sisi kwetu uchawi tunao na tunatamba nao. Hatuogopi dudu wala mende. Yaani unavyokuja ndio hivyo hivyo. Mohamed, unakata keki kwa ajili ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, umepata mtu wako halali, kipenzi chako cha moyo, ubavu wako, kwa kumkaribisha vizuri kwenye familia yako, familia ya Mzee Ligomba. Ukati keki kwa kumkata mtu yoyote, kwa sababu wanavyotaka na sisi tunataka vile vile. Tushike kisu kwa pamoja, Mr. and Mrs. Mohamed. Leo kwetu meshika kisu. Haya, taratibu kabisa DJ. Haya, twende tunashusha kisu. Twende.
Kwa laha zake mwenyewe na tabasamu lake liko mololo kabisa. Haya, Mudi Mganga utaanza kuchukua kipande cha keki. Haya. Hapa. Chukua kipande cha keki. Anajijua. Moza, wifi yangu kipenzi, karibu kwenye familia yetu. Familia yenye madada wengi sana. Una mawifi mpaka unaogopa. Alafu vile vile tunajua kuongea, tunajua kusema. Karibu sana, tunakupenda. Karibu. Unaambiwa wifi ukicheka naye utakaa kwenye ndoa yako vizuri. Wifi ukimnunia basi vile vile utakuwa na wasiwasi. Wanaitwa ndugu wa mume hao. Karibu kipenzi changu, tunakupenda sana. Chukua kipande cha keki na wewe. Haya, geukia nini? Mimi sitaki kuwafundisha namna gani ya kula keki. Nyinyi wakubwa, alafu vile vile nitaona aibu kwa sababu Mudi kaka yangu. Haya, taratibu kabisa DJ. Haya, tuko leo. Asante. Moza, umeshamlisha keki mume wako? Bado? Jamani. Jamani, laha sio laha. Jamani, kuolewa laha sio laha. Wewe kazi yako kukaa vibalazani kusema watoto wa watu hawaolewi. Jamani, familia Ligomba haoi. Jamani, familia Ligomba hivi. Leo aibu naona mimi nisiolewa. Wanaona haya wenyewe wasiojua vibaya. Ndugu zangu, hatari. Mzee Ligomba kokote ulipo, muda wako sasa na Bimkoi. Taratibu kabisa, muda wenu DJ. Nitaga baby nitaga wangu alafu mwenye mimi yenda yangu Hapana, hivyo. Mimi imbeje. Mimi semeje. Mimi furahije. Mimi papeje. Fanya hivyo. Nimekuwa I don't need my Valentine.
Dada hao wajiandae. Haya, asante. Huyu dada hawa nadhani ni Mama Shedi, si ndio? Dada hawa, dada mkubwa. Haya, twende dada hawa kutoka Makongo. DJ dada hawa, anza na mimi basi hapa kunibandika. Asante. Baba Ikram kokote ulipo na Mama Iklamu. Haya DJ. Mama Iki na Baba Iki. Twende muda wenu sasa. Mama Munila kokote ulipo muda wako sasa sambamba kabisa na Mwanaisha. Mpe kipande chake Mwanaisha. Haya, asante. Asante. Rafiki yake na bi harusi au na bwana harusi? Mama Fei. Rafiki yako. Mama Fei kokote ulipo, rafiki wa bwana harusi. Haya, twende DJ. Baza usinune, huyo rafiki yake, sawa? Elewe neno rafiki yake, usikasirike. Tabasamu kidogo. Niangalie ucheke. Anaitwa Moza. Huyo rafiki bwana. Haya, asante. Mwanaisha sambamba kabisa na Salma kutoka Yombo. Twende. Mwanaisha Asha. Usa Yombo. Usa.
Asha, mama Momo sambamba kabisa na Salma. Twende. Asante. Haya jamani, wakati naendelea na zoezi langu la keki, mwenye zawadi yake aje na shilingi 1000 ya Kitanzania, achague nyimbo yake anayotaka, atabaluziwa mwanzo mwisho, tunamkaribisha shilingi 1000 ya Kitanzania. Zingatieni hilo. Mama Kasimili kokote ulipo na Salma, muda wenu sasa, twende DJ. Asante. Maumi na Mama Najma, twende. Sijakuisi babu, hakuna jipya duniani, kesho yangu sijui, naishi kwa hisani. Sijakuisi babu, hakuna jipya duniani, kesho yangu sijui. Napenda hivi vitu. Jamani zingatieni. Mzingatie mibandiko. Naitwa Saida Mibandiko. Kuna sehemu zangu wenyewe wananielewa, ila kwa sababu hapa niko nyumbani ndio vile tena vichoyo. Tunaoneana vijicho. Haya tena. Anaitwa Mama Alhaji na Mama Yu. Twende. Wakati huo kaka Rashidi na mke wako mtajiandaa. Asante. Mama Alhaji na Mama Yu. Tayari? Mama Alhaji. Ndio wewe wifi yangu nguvu. Nakupenda sana. Mama Shabani. Mama Shabani Ligomba. Mama Shabani au mke wa Shabani? Mrs. Shabani. Anaupika kwa nguvu. Na baba kabisa na mke wa Lama. Mke wa Shabani mke wa Lama. Salamu nimezipata, ukatoka kunambia. Salamu nimezipata, ukatoka kunambia. Nasikia wakina tale utanikambia, lakini utanikuta sabata kukojea. Lakini utanikuta sabata kukojea. Unanidani viu. Namna hiyo. Tena. Tena umenikosha. Jamani mimi napenda kucheza sana. Alafu na vijimbo vitamu vinafikisha salamu. Vijimbo vinatuma ujumbe. Anaitwa Mama Falhani na Mama Isli. Twende muda wenu sasa. Wakati huo Mama Neema na Mama Sabla mtajiandaa. Twende. Nani kuja kwa watu kuna kabila jina roho mbaya. Wanipigia watu kila mahala haya mimi mbaya. Na mbulia sikitu na iwa yenu kujia. Uzangu mezoea. Asante. Anaitwa Mama Neema na Mama Sabla, muda wenu sasa. Wakati huo Dasha
na mama Amaila. Mtajiandaa, twende. Aya, anayefuata sasa Kalimu Ligomba na Mwichande Ligomba. Twende. DJ. Kalimu, zingatia boksi. Asante Doto, muda wako sasa umetoka. Anaitwa Doto Fatuma au Fatuma Doto. Twende DJ. Amenilisi. Mumuache. Anaitwa Ligomba sambamba kabisa na Fadhili. Twende. Asante. Anaitwa kaka Shabani na Ali, mtoto wangu wa pili. Twende Ligomba. Utaua nakupa mapenzi nakupa vichache kitu ya upaji nakuonga jambo kuya jambo bado tuexist nakupa mapenzi nakupa vichache kitu ya upaji nakuonga jambo kuya jambo bado tuexist. Asante. Anaitwa Lama, anaitwa Klamo, anaitwa Shedi. Aya, twende. Nyongo, asante. Lama, sogea pale, rudi pale. Moza, umemwona Lama? Lama ndo uzao wa Muhamedi. Taarifa unayo. Umemwona mtoto wetu alivyokuwa mwili wake? Umemwona Ukipenda boga, penda na ua lake. Tunataka huyo mtoto azidi kuchanuka. Haya, asante Lama. Anaitwa Nasili yuko wapi? Haya, twende Nasili. Moni, tulipo na Mariamu. Aya, asante. Mama zetu wadogo kutoka juu, familia ya Luchombelo, sambamba kabisa na wifi yetu. Twendeni. Nimeita pale. Mama wadogo kutoka juu, familia ya Luchombelo.
Haya, Fadhila kokote ulipo na Shakida, muda wenu sasa. Wakati huo kwa ushadamu jiandaeni. Kausha damu mpo? He, mimi nilijua watu. Haya, twende DJ wangu nilete kausha damu. Najikubali, piga kelele kidogo. Hiyo ndio simu kausha damu. Katika kugua uchizi, tunashotaia, tunashausera kama kweli unasira. Tunagua uchizi, tunashotaia, tunashauchizi katika jana. DJ, hao watoto watacheza mpaka kesho kutwa. Wanatabia kucheza mpaka matangazo. Alafu wanatimua vumbi hapo, hiyo keki itakuwa atuli wengine. Haya, tafadhali. Asante. Mudi Mganga, nimepata taarifa kwamba wewe ni mjumbe. Mjumbe wa nyumba 10. Haya, wajumbe wenzie na Baba Lama, wajumbe wenzie na Mudi Mganga, muda wenu sasa, sambamba kabisa na Mama Natasha. Haya, twende. Asante mwandike. Mkononi ana macho, unabali sita kwa kile. Nito yule niloko na TikTok, nito yule niloko na WhatsApp, nito yule niloko na Facebook. Asante. Nani? Haya, asante. Wajumbe tayari? Tayari. Haya, boda boda kokote mlipo. Mwanzo, unajua kazi ya mume wako? Unaijua? Anakesha. Kuna mtu kasema neno hapa nashindwa kulitamka. Haya, twende. Boda boda, twende wote. Afya bora utunze ujana, usema jaliwa, twalialia ukiwa, lala pema chini mtiwa, maipacha doto sena, jiwa mishikulala. Asante. Haya, na mimi muda wangu sasa, sambamba kabisa na kampani yangu, tunakula keki. Naitwa Mama Laya, ndugu yangu wa nguvu, ndugu yangu wa muda wote, ndugu yangu wa kila siku. Anaitwa Tina, ndugu yangu wa maisha yangu yote. Anaitwa Cindy, kokote ulipo tajiri Cindy kutoka Chanika, ndugu yangu wa shida na la. Haya DJ, nisindikize na ndugu zangu wa faida. Kitu gani? Kitu gani? Chimiji ata. Kitu gani? Kitu gani? Asante. Haya, tunaenda na majirani, ila naomba nimtaje mmoja mmoja, si ndio?
si ndio Haya. Na wajua wote majirani zangu. Haya tunaanza. Haya, anaitwa Mama Fanu, anaitwa Happy Mlokozi, anaitwa Mama Biba. Jamani naangalia usoni. Anaitwa Mama Fauzi, anaitwa Usna Mbago, anaitwa Siambago, anaitwa nani mwingine? Nitajieni. Anaitwa Zulfa, anaitwa nani mwingine? Mama Sinaila. Jamani ukisikia jina lako unaenda pale haraka. Majirani zangu wote. Haya tunanyanyuka. Familia yetu masikini. Hela ya uniformu sina. Hela ya daftari sina. Nauza wamba wanangu nimsaidie mie. Ababa mcheza wanangu nimsaidie mie. Mheshimiwa sione kama jinsi nangaika, sione kama moyo nangaika, moyo wangu jua langu someshona, moyo wangu jua langu someshona. Asante. Jamani mnisaidie macho yangu mabovu. Anaitwa nani? Osha kausha damu. Naenda kwenye kausha damu. Majirani zetu kutoka Kiwalani. Majirani wote kutoka Kiwalani. Anaitwa Mama Habiba. Anaitwa Haya jamani majirani kutoka Kiwalani. Kutoka Kiwalani. Haya tunyanyuke jamani twende. Mama Lizi. Atende Mama Lizi. Za kungojea za kweli hapa ni mmoja Asante. Haya wapangaji wa Mzee Ligomba, wapangaji wangu jamani. Wa kwanza wewe, wa kwanza waziri. Haya twende waziri. Asante. We waziri, we mpangaji, usitake kutamba kwenye shughuli yetu. Sogea pembeni. Haya, asante. Anayepata sasa hivi Amadi Ligomba. Amadi, kokote ulipo muda wako sasa. Alafu kuna mke wa mshenga. Mke wa mshenga wake na bwana harusi na bwana Mohamedi. Alafu vile vile mwanafunzi mwenzie. Alafu vile vile mcheza nani mwenzie. Alafu vile vile ndo hivyo dada yake. Wewe mama nafu. Haya, asante. Mama nao na makusudi. Mke wa mshenga. Alafu mcheza kama. Alafu mwanafunzi mwezi. Asante. Asante. Majirani jamani, nimemaliza. Nimewaita wengi lakini hawajaja. Anaitwa Sakina. Aya.
Sawa. Asante. Anaitwa dada Subila. Anaitwa dada Subila. Ashamkufia tundo kale keki kwa niaba ya waziri alisema anakupa hela. Anaitwa mama Pao. Jamani, mimi sitaki lawama baadaye. Mama Dia alishika maiki nyumbani kwao, alibagua watu. Nikikuita naomba unyanyuke. Na vile vile mliokuwa pembeni mnaona mtu sijamuita, naomba mnitonye. Mimi sitaki lawama. Jamani, hii ni kutafuta tu kisukali basi. Anaitwa mama Pao. Jamani, majirani wote nisiowaita, majirani wote ambao sijakutaja jina, basi muda wako sasa. Kila jirani ambaye sijamuita nimemsahau, tafadhali naomba twende DJ. Wewe David Kiduchu, atondo kale keki. Kwenye vinono usio mimi nimesogea. Wajirani Aya, asante. Jamani, naomba niwakumbushe tena. Aya DJ twende. Mimi naona zoezi la keki limeishia hapo. Jamani, mwenye zawadi yake aje hapa nione na shilingi 1000 ya Kitanzania. Jamani, ukija kwangu na mimi nitakuja kwako vile vile. Ukinipa basi na mimi nitakuletea pasavyo. Jamani, Moza vile vile tunaweza tukamkaribisha kwenye mambo hayo. Yoyote mwenye kwake anaweza kampa. Moza mtoto wa mjini, wifi yetu, anajua kula, anajua kwenda chooni. Jamani, tafadhali mwenye jambo lake, unaambiwaje? Mtoto wa mjini aogopi shughuli. Uongo. Ukijua kupokea unaambiwa punda afe. Unajiita mtoto wa mjini alafu unalala kwenu, kitanda cha kulalia huna, unajifunika shuka la mama yako mzazi. Wewe mtoto wa mjini mwada wa kikala. Unajiita mjasiriamali, eti wewe unalinga, una bwana kukuhudumia vizuri, unatamba kabisa. Wewe mtoto wa mjini kabisi. Habari ndio DJ wangu, nipigie talabu moja pambe wakati wanawasubiria watu. Hapana. Keki mmemaliza kabisa. Kuna mtu mwingine nimemsahau, nimeambiwa. Atapata? Basi atakutana nayo kwenye chakula baadaye. Tuna buffet hapa. Tuna buffet. Naomba tupigie talabu moja pambe, watoto wa mjini wote tunanyanyuka, tunatamba kwa la zetu. Jamani, luksa kutamba, luksa kwa kanyagana. Yaani mtu akikukanyaga na wewe unamkanyaga. Akikupiga kikumbo na wewe mpiga kikumbo. Jamani, kupigana ngumi no. Hapana, hapa vikumba, kukanyagana. Ngumi hapana, katafute uwanja wako. Akikutambia na wewe, akikukanyaga na wewe, akikulisha na wewe. Muda wetu sasa. Umejuaje?
Asante. Jamani, mwenye zawadi yake anarudia tena. Mwenye mtunzo wake. Jamani, atakuja kunitunza mimi sawa tu, mimi narudisha. Sio mbabaifu, mimi nalipokea chochote jamani. Ukitaka kumfuta jasho mama Nasibu basi naye anapokea, anarudisha. Ukitaka kwa mama Shedi vile vile. Yaani yoyote hapa unajisikia kumpa we mpe. Hata Shakila Madenge we mpe tu. Yeyote anajisikia kumpa njoo andike na shilingi 1000 ya Kitanzania kwa laza zetu wenyewe. Haya twende DJ wangu, nasubiria watu wanakuja kubandika hapa. Twende. Haya, tunafungua sasa na mambo ya mitunzano. Naona watu wanasuasua. Jamani, hata kama ukija kuandika basi kuandika bure niwaambie. Ili umizikenyie. Maana mtu kutoa buku na mimi nitanenepa. Haya, kuandika bure hapa. Wewe ndo wa kwanza. Wewe mtoto mdogo acha kuendekeza nafsi. Lete hela hiyo. Kutukubanisha hao umeona kutinisha hao umeona kuganisha wachawi umeona. Asante. Asante. Tunafungua na mama Nasibu anakuja kucheza na wifi yake. Mama Nasibu kokote ulipo anasemaje umaskini wake? Hadharani nimekinai maskini wangu. Tangaza hadharani nimekinai maskini wangu. Masomo
kuvumilia naweza, vile nimezoea. Nisalama kwangu chini ya kwanza naendelea. Anaitwa mama na siku sababu nilishawajua nyinyi sio lengo lenu kuniharibia. Nisalama kwangu chini ya kwanza naendelea. Nishawajua nyinyi sio lengo lenu kuniharibia. Mola ndiye yangu ngao, yeye namtegemea. Sidhuriki na mambo hayo, hayatonichafua. Mola ndiye yangu ngao, yeye namtegemea. Sidhuriki na mambo hayo, yenu hayatonichafua. Ongeza, sema kumbe